mapepo yote. Kitabu cha Mathayo sura ya 10. Mathayo sura ya 10 mstari wa kwanza. Tutasoma mstari wa 8, wa kwanza na wa 8. Alafu tutasoma kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 15, 16 na 17. Maandiko katika Mathayo sura ya 10 mstari wa kwanza unasema, akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Akawapa amri juu ya pepo wachafu wafanyaje? Wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Angalia mstari wa 8, Yesu anaagiza kuanzia mstari wa 6. Nasema na tuanze mstari wa 5. Mathayo 10:5. Hao tena Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia waendea kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu, sema katika kuenenda kwenu, katika kuenenda kwenu, na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Mstari wa 8, pozeni magonjwa, fufueni wafu, takasani wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Haya ni maagizo ya Bwana Yesu kwa wanafunzi wake. Moja kati ya kazi ambazo Yesu alikuja kufanya, pamoja na kuwaponya wagonjwa, lakini ni kutoa mapepo. Pamoja na kuhubiri Injili, lakini ni kutoa pepo wote. Toeni mapepo, toeni mapepo. Ni somo kabisa, ni jambo, ni agizo la Bwana Yesu. Hapa anawaagiza, ni amri wamepewa ya kufanyaje? Ya kutoa pepo, ya kutoa pepo. Ni maagizo ya Bwana Yesu. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura 28, andiko letu linalotuongoza, lililobeba kiini cha huduma hii, ni Mathayo 28 kuanzia mstari wa 19. Mstari wa 18, maandiko yanasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, nikiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mstari wa 20, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Kuwafundisha kufanyaje? Kuyashika yote niliyoamuru. Kwa hiyo Yesu anazungumza na wanafunzi wake, anawaambia nendeni mkawafanye mataifa yote. Maana yake watu wa kila kabila, kila jamaa, kila lugha, kila taifa, kuwafanya kuwa wanafunzi wangu. Mnawafanyaje kuwa wanafunzi wangu? Kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru. Sio baadhi ya niliyoamuru, yote. Na moja kati ya mambo aliyoamuru ndio haya katika Mathayo sura ya 10. Mathayo 10, akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa mangapi? Magonjwa mangapi? Na udhaifu wa kila aina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 8 anasema, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure. Hiki ni kitu ambacho mmepewa bure, na mnatakiwa mtoe bure. Umesikia Dr. Evans? Mara nyingine sio sindano tu. Ukiona mtu mwelewele unampandika mikono. Unaona hapa watu wanaumwa matumbo. Hiki kitu ni kitu ambacho Mungu amekupa mimi na wewe unayemwamini Yesu bure. Hauhitaji kufanya chochote ili kukipata. Mmepewa na mnatakiwa kutoa bure. Ndio sababu hatuchaji watu chochote. Siku nikikwambia unipe hela nikuombee, ndio nimeanza kukengeuka. Anza kuniombea mimi au kimbia haraka sana.
Kwa sababu watu wanaanza kuomba hela, alafu ataomba na vingine. Nielewa, niishia hapo hapo niingie ndani. Wanaanza kuomba hela. Ukiona mtumishi wa Mungu popote anataka umpe hela akuombe, kimbia. Ameanza na hela, atakutaka kingine. Na utamwombea, atakuombea, utapona. Na hela utampa. Mungu atashughulika na yeye. Lakini wanakuwa ujinga wako. Kwanza utakiwi kutoa hela uombewe. Alafu zaidi ya hapo, sema zaidi ya hapo. Wewe unaweza ukapewa hiki kitu watu wanapewaga bure. Unaweza ukawa ndio muombaji. Ndio maana tuendekezi kuombea watu sana. Kuna watu siwaombee huko ndani. Hata apige simu anakufa. Haitakuwa na maana mimi kuendelea huko na mimi miaka 3 hapa, miaka 2 bado nataka nikuombee. Msinichoshe bwana. Hiki kitu tumepewa bure. Na ni amri. Kwa sio kitu unajipendekeza kufanya. Ni kitu Yesu ameagiza, ni amri unayopaswa kuishika, kuombea wagonjwa wapone. Pozeni magonjwa mangapi? Yote, na udhaifu wa kila aina. Hakuna ugonjwa umeachwa. Ni agizo na ni amri. Ni dhambi mtu akawa na pepo, uko naye nyumba moja na ana pepo. Utakuwa hujatii andiko la kusema toeni pepo. Wewe hautoi. Si alisema usiibe. Ukiiba si dhambi. Amesema pia toa pepo. Usipotoa, mume wako ana pepo na unalala naye kitanda kimoja, akilala tu siku hiyo akute moto wewe akutane na moto, kuna kitu hakiko sawa. Ndio najua kuna pepo tulifanyaje, ingawa unajua kama analo sasa unalitoa kwa adabu, si ndio? Ndio mheshimiwa sasa. Lakini ni agizo, toeni pepo, ponyeni magonjwa yote. Lakini sasa shida yangu ni kwamba ni Wakristo wangapi leo wanatoa pepo? Wangapi wanatoa pepo? Nikisema nioshe mikono hapa, mmekuwa Mkristo ndani ya miaka 10, niosha mkono, kuna watu wengi wananyosha. Nikuuliza, umewahi kutoa pepo leo? Watu wanafikiri hiki kitu ni cha wachungaji au cha watumishi wa Mungu. Sio kweli. Ukiwa tu umemwamini Yesu inatosha. Unamwamini Yesu sasa hivi, dakika sekunde 2 zijazo unaruhusa, una amri ya kutoa nini? Yaani linaweza likatoka kwako ukaokoka, alafu tukakukuta unatoa lingine. Natakiwa wewe. Kitabu cha Marko sura 16. Marko 16, andiko hili unalifahamu vizuri. Kuanzia mstari wa 15. Akamwambia, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio. Utajuaje kwamba huyu ni muamini? Mkienda mahali, kwa sababu habari zetu zinahubiriwa kila dunia na udanganyifu ni mwingi. Mtajuaje kwamba hawa ni waaminio? Mtaona ishara hizi. Ishara hizi zitafuatana na nani? Na waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Ukiona hawatoi pepo au hawatoi kwa jina langu, hapo unaweza uka. Lakini ukiona kwa jina la Yesu toka, huyo ni aaminie. Kwa jina langu watafanyaje? Watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Waaminio huwa wana lugha yao inaitwa lugha mpya.
lepale koto shali braga na mando imbre kenelia ilabaladaba yadagada setepeleke prokonia ishalia. Hicho sio Kiluguru wala sio Kimakoni, ni lugha mpya. Tuna lugha yetu. Wewe ukija kanisani ukasikia tunasema rabagadaba shapalekota ingradia livala na mayata epakatuya, usiseme hizi ndio zile dini. Hujui Biblia wewe.